Ikitangaza kutoka wilayani Ngara mkoani Kagera nchini Tanzania. Tayari kwa upande wa muda ni saa 6 kamili za mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Msomaji ni Zawadi Bashemera na kwanza ni muhtasari wake. Serikali wilayani Bukoba mkoani Kagera imesema kuwa itawachukulia hatua wananchi watakaobainika kuwapokea na kuwatumia katika shughuli mbalimbali raia wa kigeni wanaoingia nchini kinyume na sheria. Wazazi wilayani Biharamulo mkoani Kagera wamekumbushwa kusimamia maadili ya vijana wao. Na huduma ya kitaifa ya polisi nchini Kenya NPS imewasimamisha kazi maofisa 5 wa kituo kikuu cha polisi mjini Nairobi kuhusiana na kifo cha mwananchi aliyefariki akiwa kizuizini. Habari kamili. Bukoba. Serikali wilayani Bukoba mkoani Kagera imesema kuwa itawachukulia hatua za kisheria wananchi wote watakaobainika kuwapokea na kuwatumia katika shughuli mbalimbali raia wa kigeni wanaoingia nchini kinyume na sheria. Mkuu wa wilaya ya Bukoba Erasto Sima ameeleza hayo baada ya kubainika raia 13 wa kigeni walioingia wilayani humo kinyume na utaratibu na kuajiriwa kwenye mashamba na kazi za ndani kwa watu. Amesema kuwa vitendo vya kupokea raia wa kigeni wanaoingia nchini kwa ajili ya shughuli hizo ni kinyume na sheria na kwamba jeshi la polisi pamoja na maafisa wa uhamiaji na viongozi wa serikali wanaendelea kuwafuatilia raia wa kigeni 7 waliotoroka ili waweze kuchukuliwa hatua. Baadhi ya wananchi wanawapokea kufanya kazi za ndani na kazi za mashambani. Niendelee kutahadharisha, hairuhusiwi kumpokea kwa kazi zozote za ndani au za shambani. Yeyote atakayembaini mwananchi na yeye tutamchukulia hatua kali za kisheria. Lakini pia tuendelee kutoa taarifa vizuri kama ambavyo huyu mtendaji wa kata ya Karabagaine, lakini mtendaji wa kijiji cha Itawa na mwenyekiti wa kitongoji hichi cha Nkindo ambao wameshiriki kwa pamoja kutoa taarifa hii haraka na tumeweza kufika kwa wakati. Lakini kwa bahati mbaya wale wametuzidi nguvu wakakimbia, lakini hawa tumeweza kuwakamata. Tukiendelea kutoa taarifa hizi, hili jambo litaendelea kukomeshwa katika eneo letu. Baadhi ya wakazi wa wilaya ya Bukoba akiwemo Beatrice Shangwe na Najim Hashim wamesema kuwa raia hao wa kigeni hutumiwa katika shughuli mbalimbali kutokana na unafuu wa malipo baada ya kufanya kazi. Hata hivyo, wameahidi ushirikiano kwa serikali kuwafichua watu wanaowapokea raia hao wa kigeni wasiofuata utaratibu za kuingia nchini. Moshi. Katibu wa Halmashauri Kuu NEC Itikadi, Uenezi na Mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM Amos Makala amesema uchaguzi utafanyika kwa mujibu wa katiba na sheria kama ilivyopangwa. Makala ameeleza hayo jana Juni 8 katika mkutano wa hadhara uliofanyika uwanja wa Manyema, wilaya ya Moshi mkoani Kilimanjaro, wakati akiendelea na ziara yake kwenye mikoa ya Arusha, Kilimanjaro na Manyara. Akizungumzia machapisho kwenye mitandao ya kijamii yanayochapishwa yakiandikwa no reform no election, Makala amesema hayana maana yoyote na hayawezi kuwa sababu ya kuahirishwa kwa uchaguzi. Amesema sababu kubwa inayopelekea uchaguzi kuahirishwa au kusogezwa mbele ni kuwa na vita, lakini Tanzania hakuna vita na ni nchi ya amani, akiwasisitiza wananchi kuitunza amani iliyopo sasa, wakati na hata baada ya uchaguzi. Amesema mabadiliko lukuki yamefanyika katika sheria ya uchaguzi kwa kupatikana kwa tume huru ya uchaguzi, lakini mabadiliko ya katiba nzima yanahusisha makundi mbalimbali. Biharamulo. Wazazi wilayani Biharamulo mkoani Kagera wamekumbushwa kusimamia maadili ya vijana wao kutokana na kukua kwa sayansi na teknolojia, jambo ambalo linaweza kupoteza uhalisia wa maadili ya utamaduni wa Mtanzania. Mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kata ambaye pia ni diwani wa kata ya Rusahunga, Bwana Amos Matebwa, ametoa ushauri huo wakati wa mkutano wa wananchi katani humo uliolenga kujadili swala la maendeleo pamoja na kuwakumbusha wazazi wajibu wao katika malezi. Amesema baadhi ya wazazi na walezi wamejisahau katika kusimamia vijana wao, hali ambayo
imefikia hatua ya vijana kupoteza sifa ya maadili ndani ya jamii. Kwenye eneo mnapoenda kuwajibika, niendelee kuwaomba muende mkatekeleze hayo. Mkasimamie shule za msingi, shule za sekondari, lakini pia na maadili kwa wale watu ambao maadili yameporomoka mkawasimamie. Leo hii ninyi asilimia kubwa ni watu wazima na ni watu wenye umri mkubwa. Ninaamini msingesimamiwa maadili na nyie mkasimamia maadili, saa nyingine kuna watu wangekuwa wanatembea uchi. Maadili yameporomoka, lakini leo hii hata ukimsimamisha huyu bibi amefunga kanga vizuri, lakini pia na blouse ambayo ni nzuri. Ni tofauti na wenzetu ambao wa sasa mavazi yamekuwa ni tatizo. Mtu nakuta amevaa lakini mabega yote yako wazi, mapaja yako wazi. Tunaamini hayo sio maadili. Baadhi ya wazazi na walezi wa kata ya Lusahunga wamekiri kushindwa kuwajibika na kurekebisha tabia ya mienendo ya vijana wao kutokana na kuzidiwa na majukumu ya utafutaji na vijana wengi kujiingiza kwenye mfumo wa utandawazi na matumizi ya simu janja, hali ambayo imepelekea kuporomoka kwa maadili. Kwa sababu watoto wetu wanapokuwa na maadili mabaya, sisi wazazi manaka hatuwafunzi. Unapomwambia hivi mtoto, ukimkanye mtoto kwa mwambia hivi, wewe hii sio vizuri, kwa sababu sisi wakati tunakuwa hatukuwa hivyo. Tulikuwa tunavaa hivi na hivi. Kwa hiyo na wewe kinachotakiwa ubadilike, uvae kama tulivyokuwa tunavaa sisi, tuwabadilishe watoto wetu. Mimi naitwa Janice John. Maadili zaidi yameporomoka, yanaweza kusababishwa na sababu mbalimbali. Kwanza sisi wazazi wenyewe tunaweza tukasababisha majukumu yetu zaidi, hatuendi inazotakiwa. Sawa, kwa mfano umetoka nyumbani asubuhi, kuja kurudi nyumbani unarudi tena saa 2 au hata saa 3. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Nairobi. Huduma ya kitaifa ya polisi nchini Kenya NPS imewasimamisha kazi maafisa 5 walioko katika kituo kikuu cha polisi mjini Nairobi kuhusiana na kifo cha Albert Omondi Ojwang ambaye amefariki akiwa kizuizini. Katika taarifa kwa waandishi wa habari iliyotolewa leo, NPS imethibitisha kusimamishwa kwa afisa mkuu wa kituo cha polisi, afisa aliyekuwa kazini usiku huo, afisa anayesimamia selo na maafisa wote ambao walikuwa kazini usiku huo. Inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja ameagiza uchunguzi ufanyike kwa ukamilifu, usio na upendeleo na wa haraka juu ya swala hilo, ambapo unaongozwa na chombo huru cha kusimamia polisi nchini Kenya, IPOA. Baba yake Ojwang, Meshaki Opio, aliwaambia waandishi wa habari kuwa mtoto wake alikamatwa kutokana na chapisho kwenye mtandao wa X katika mji wa magharibi wa Homa Bay na kisha kusafirishwa kilomita 350 hadi mji mkuu Nairobi. Awali, taarifa ya polisi ilieleza kuwa akiwa kizuizini mshukiwa alipata majeraha kichwani baada ya kujigonga kwenye ukuta wa selo. Alikimbizwa hospitalini ambapo alitangazwa kuwa amefariki. Washington. Marufuku mpya ya kusafiri ya rais wa Marekani Donald Trump ambayo inazuia raia wa nchi 12 kuingia nchini humo imeanza kutekelezwa saa 6 kamili usiku wa leo Jumatatu. Agizo hilo ambalo Trump alisaini wiki iliyopita linawazuia raia wa Afghanistan, Myanmar, Chad, Congo Brazzaville, Equatorial Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudani na Yemen kuingia Marekani. Raia kutoka nchi 7 zaidi ikiwemo Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan na Venezuela watakabiliwa na vikwazo pia vya kusafiri. Rais wa Marekani alisema orodha hiyo inaweza kurekebishwa ikiwa maboresho ya nyenzo yatafanywa, wakati nchi nyingine zinaweza kuongezwa iwapo vitisho vitatokea kote duniani. Ni mara ya pili kwa Trump kuamuru kupiga marufuku na kuweka amri ya kusafiri kutoka nchi fulani, ambayo alitoa agizo kama hilo mwaka 2017 wakati wa muhula wake wa kwanza akiwa ofisini. Ikulu ya White House imesema vizuizi hivyo vitawalinda wa Marekani kutokana na uhalifu wa kigeni. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake.
Serikali wilayani Bukoba mkoani Kagera imesema kuwa itawachukulia hatua wananchi watakaobainika kuwapokea na kuwatumia katika shughuli mbalimbali raia wa kigeni wanaoingia nchini kinyume na sheria. Wazazi wilayani Biharamulo mkoani Kagera wamekumbushwa kusimamia maadili ya vijana wao. Na huduma ya kitaifa ya polisi nchini Kenya imewasimamisha kazi maafisa 5 wa kituo cha polisi mjini Nairobi kuhusiana na kifo cha mwananchi aliyefariki akiwa kizuizini. Waza Wazua. Msikilizaji, hesabu ulivyobarikiwa si unavyotarajia. Waza Wazua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV na website yetu radiokwizera.co.tz. Saa 10 alasiri utaletewa duru habari.